Hapo zamani za kale, kabla dunia haijabadilika na wanyama kuwa kama walivyo leo, kobe alikuwa kiumbe wa ajabu sana. Alikuwa na miguu mirefu kama paa, alikuwa anakimbia haraka kuliko hata swala, na hakuwa na nyumba mgongoni kama alivyokuwa nayo leo kobe huyu tunayemjua. Wanyama wengine walimhusudu sana kwa sababu alikuwa na akili nyingi sana na sauti ya kuvutia na uwezo wake wa kuishi mahali popote alipotaka. Lakini pia kobe alikuwa na kasoro moja kubwa sana. Kobe alikuwa mdanganyifu na mjanja sana, na alipenda sana kujisifu kuwa yeye ni bora kuliko wanyama wote porini. Siku moja mfalme wa wanyama Simba alitangaza mashindano ya akili. Alisema, tutamtafuta mnyama mwenye akili nyingi zaidi na tutamzawadia zawadi ya thamani. Ni nyumba ya dhahabu itakayochimbwa chini ya ardhi na kujengwa juu ya mti mkubwa kwa ajili ya mnyama huyo. Wanyama wote walifurahia tangazo hilo, lakini kobe alijua kuwa hilo ni jambo analoweza kuliteka kwa ujanja. Mashindano yalikuwa ya siku 7. Kulikuwa na mafumbo ya kutegua, michezo ya busara na maswali ya historia ya msitu. Kobe kwa ujanja wake alianza kuwadanganya wanyama wengine. Alimfuata fisi usiku wa kumdanganya kuwa mashindano yameahirishwa. Alimpiga sungura jani la usingizi na alimshauri ndege apae kwenda kutafuta majibu jangwani, wakati hakukuwa na swali lolote jangwani. Kwa njia hizo kobe alibaki kuwa mshiriki pekee aliyefanya vizuri na akatangazwa mshindi. Simba alimjengea kobe nyumba kubwa ya kifahari juu ya mti mrefu iking'aa kwa dhahabu, na wanyama wengine walimshangilia kwa shingo upande, lakini hawakukuwa na ushahidi wa ujanja aliyoutumia. Hata hivyo, usiku wa kwanza alipopanda juu ya nyumba yake mpya, upepo mkali ulivuma. Mti uliokuwa umejengewa nyumba ukaanza kutikisika. Kobe alitetemeka kwa hofu, kwani hajazoea urefu. Akataka kushuka, lakini usiku ulikuwa wa giza nene na hakujua ashuke vipi. Ndipo hapo Mungu wa msitu, Ngai wa mlimani, alimtokea kobe akiwa na hasira na alisema, umeidanganya dunia, lakini huwezi kunidanganya mimi. Umepata heshima kwa njia ya ujanja, na sasa nitakulaani. Kwa pigo moja tu, nyumba ya kobe ilianguka kutoka juu ya mti na kumgonga mgongoni. Ikamshikilia pale pale na kugeuka kuwa sehemu ya mwili wake. Miguu yake mirefu ilivunjika na kubaki mifupi, na tangu siku hiyo kobe alibeba nyumba yake mgongoni akitembea pole pole, kama fundisho la kuwa ujanja haudumu na kwamba ukweli huja giza likiisha. Toka siku hiyo kobe alikuwa akitembea na nyumba yake mgongoni alipoenda sehemu yoyote, na hiyo ndiyo ikawa sehemu ya mwili wake, kama kivuli ama nyumba ya kujifichia. Pindi tu anapohisi matatizo au kuhisi usingizi, kobe huingiza kichwa chake ndani na kulala mwenyewe peke yake, na hiyo ikawa fundisho kwa wanyama wengine kuacha kudanganya. Je, umejifunza nini kupitia story hii? Tafadhali na kusubiri kwenye uwanja wa comment. Mwisho wa simulizi hii ni mwanzo wa simulizi nyingine ijayo, lakini nikukumbusha usisahau kusubscribe kisha kubonyeza alama kengele iliyopo karibu yako, kujiwekea nafasi ya kupata story zaidi ndani ya masaa 24. Until next time, bye bye.